الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام أولي الشرفاء. أما بعد، Mheshimiwa Sheikh wa wilaya ya Kigoma DC, Sheikh wa wilaya Kigoma mjini, viongozi wa BAKWATA mlioshirikiana nami hapa pamoja, naibu fakihu wa Iswatu Sheikh Yunus Kulio, Sheikh Ashraf, nimekusikia hapa ukichagua mambo. Kuzaliwa huyu Sheikh ndo alinipigia simu, njoo bwana, nimepata mtoto, na hili jina nilitoa mimi, Ashraf. Nafurahi kumuona amekuwa kubwa sasa, ni Sheikh. Mungu akubariki sana. Viongozi wengine wote mlioko hapa, itifaki mzingatiwa. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba kuwashukuru viongozi wote kwa ujumla wa kamati ya kuendeleza Uislamu, lakini pia na uongozi wa msikiti huu wa Mgera, ambao kusema kweli ndio matokeo ya haya. Mimi napenda uongozi unatoa matokeo. Kwa Kiingereza wanaita una deliver. Deliver ni kwamba unaongoza, alafu kile unachokiongoza kinatoa matokeo. Kwa hivyo nawashukuru viongozi wa msikiti, lakini na viongozi wa kamati ya kuendeleza Uislamu kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kujenga Uislamu katika sura halisi. Shida ilikuwepo ni kwamba tulikuwa tuna kasumba ya kutenganisha dini na dunia. Kwa hiyo hata mtu ambaye anasoma dini anaambiwa unasoma elimu ya Kiarabu, jambo ambalo ni kosa, kwa sababu elimu haitenganishwi. Elimu zote zinatuhusu sisi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Tafuta elimu ni jambo la lazima kwa Waislamu wote. Kwa hiyo hata unapozungumzia kuhusu elimu ni zote. Elimu kugawanywa hivi ni jambo lililofanywa na maadui wa Uislamu, kwamba kuna elimu ya dini na kuna elimu ya dunia. Lakini Uislamu hausemi hivyo. Uislamu unafundisha kwamba hizi elimu zote zetu, na sisi Mtume akatuambia alhikmatu dalatum mu'minin. Elimu ni kitu kilichomkosa Muislamu, kimempotea, hanacho, lakini wajibu lazima awe nacho. Sasa akitafuta awe nacho. Asema haithuma wajadaha akhadhaha, ila atakapopakuta ipo ile elimu achukue ya kwake. Kwa hivyo tunapowasomesha watoto wetu lazima wakae wanasoma, wanajua kwamba hata kama anasoma Kizungu, ile elimu ya kwetu. Sasa hii kasumba ni hapa mnaifanya kuwa ya uongo, mnairekebisha vizuri.
Mambo ukiwa unayabadilisha vizuri, watu wanayaona yana maana sana. Ukiwa unaonyesha kwa vitendo kwamba namna gani tunaweza tukaondoa hii shida ya ujinga huu, kwamba sasa mtoto wetu tunamfundisha Qur'ani, anajua kusoma Qur'ani, lakini pia tunamfundisha na al-aulama. Al-aulama ndio utandawazi, kwa sababu asije kuishi katika dunia akiwa mnyonge. Kipigwa mombo, unaona mtu anapinamisha kichwa, sio kwamba anakasirika, hajui. Ukuta mtu ni kiongozi wa dini, sasa nataka aambiwe tu, haya zungumza kwa Kiingereza Simba. Simba itasemaje? Hata guruma tu. Sasa hii ndio itakuwa Simba. Unaona mtu mmoja anasema hivi, wewe ni kiongozi wa timu gani? Kwa Kiingereza. Kwamba are you leader of what team? Timu gani wewe kiongozi? Sasa yeye ni kiongozi wa Simba. Simba sio na nguruma. Sasa ule ni ujinga huu. Kwa hivyo bwana, mimi nimefurahi sana. Na nyie sisi tutaunga mkono, kwa sababu mnafanya kazi nzuri ya kuwaamsha watu. Na nimefurahi sana hizi takwimu. Zingine zinahuzunisha, kwa sababu takwimu za mashoga hapa mbaya sana. Lakini nimefurahi kwamba hapa Kigoma haimo. Lakini labda hawajafanya study, wakifanya itakuwemo. Kwa sababu hata hapa mashoga wako. Naona Dodoma, Morogoro, Tabora, Tega huko, Igunga, Kilimanjaro, Arusha. Ndio kazi za kisasa nzuri za kufanya. Na mnafanya kazi kwa ajili ya kusaidia watu. Kwamba tuna tatizo, waje tunafanya utafiti, alafu mnasema. Unajua kabisa bila utafiti hauwezi kusema, no research no right to speak. Yafanya research huwezi kusema, unasema sasa. Kwa hiyo mnatupeleka vizuri sana. Mimi nawashukuruni na kuwapongezeni. Lakini nawashukuruni pia viongozi wa BAKWATA wilaya, kwa sababu mnatusaidia vile vile. Mnashirikiana na wenzetu hawa. Mimi najua hapa Sheikh Bulu, wewe unajua tumekaa vikao vingi kidogo. Na kuna baadhi wengine viongozi wa BAKWATA kwa sababu shehe vipi bwana, mbona nawabeba hawa? Lakini kasema wataona tu tunakwenda. Nikafunga masikio. Twende tu. Uko nafujwa. Ndio watoe msikitini, kasema waacheni, kwani si wana swali bwana. Au sio hivyo shehe? Waacheni, kwani si wana swali. Pale kuna kitu kinafanywa. Msikiti ni eneo ambalo Waislamu wanapokaa wanafanya mambo yao. Hatuwezi kuwa tunautumia msikiti kwa kuswali tu. Hela nyingi sana huu msikiti kujenga. Haifiki 100 na kitu. Nafika. Alafu mnautumia dakika 50 tu. Dakika 10, dakika 10 alfajiri, dakika 10 adhuhuri, dakika 10 alasiri, dakika 10 magharibi, dakika 10 Aisha, mnafunga na msikiti. Milioni 150 zimelala huko. Ndio sawa. Sawa ni hivi sasa. Watu wanafundishwa kilimo. Watu wanafundishwa kuvua. Watu wanafundishwa kutengeneza mabomba. Na mimi nimefurahi bwana. Nimeona kuna mwanadada hapa ni fundi bomba. Tunajenga pale kwetu. Tunajenga kituo pale. Tunapanua kidogo. Kwa hiyo tumebomoa pale, tunajenga ghorofa ya juu, kutakuwa na madarasa. Kazi imeshaanza. Fundi bomba atatoka hapa. Nimemwona mdada hapa. Utakuja pale utengeneze, upige spana na hijabu. Inapendeza. Kwa hivyo mimi nawashukuruni sana. Nawashukuru nyie, nawashukuru viongozi pia kwa kazi walioifanya. Basi bwana, utu wangu ndio hii. Naomba nizindue kituo hichi inshallah
na tutashirikiana pamoja. Ili la kusema kwamba yeye ni magaidi haliwezi. Si mpaka tulisadikishe sisi. Kama kuna mtu anakwenda kusema serikalini kwamba hapa kuna magaidi na nyinyi ni Waislamu, si shauri, lazima wamuulize. Hawasubutu atakufunga. Watafungaje? Tutawadunda maandamano mwaka mzima mpaka watafungua. Hawezi kufunga. Hapa wanafundishwa watu dini na stadi za maisha. Na ndio mambo tunayoyataka. Na haya mambo miapeleke misikiti mingine. Mpeleke kwenye maeneo mengine, muwafundishe watu. Kwani ukiwa shekhe ukawa fundi cherehani kuna kosa? Mimi namjua Imamu Ahmad ibn Hanbali. Alikuwa mwanachuoni, lakini alikuwa mbeba mizigo. Alikuwa kuri wa kubeba mizigo bandarini ili apate hela yake. Asikae naomba. Mambo ya kuomba nayo mabaya. Unaenda kumuomba mtu hata akikupa lakini anakuguna kwa ndani. Huyu naye bwana, kila mara yuko hapa. Nachoka. Sasa ukiwa shehe unaibika zaidi. Sasa una hela zako. Njia nzuri ya saunu ardhik, abeba mizigo. Alikuwa anabeba mizigo. Imam Shafi alikuwa mganga wa mitishamba. Tabibu. Kazi yake ni shekhe na ana kazi, anatibu watu. Kwa hiyo Imamu Maliki alikuwa ni mfanyabiashara. Anatengeneza vitabu, anauza. Anapata hela zake. Na alikuwa tajiri mkubwa kabisa. Wana nyumba nzuri ajabu. Na ameandika nje pale kwenye nyumba, Masha Allah. Andika hivyo, Masha Allah. Sasa tunawafanya watu wakae vizuri, wawe na heshima. Kujenga watu wanaojiamini. Tukiwa na watu wana kazi, wana fedha, wanafanya, watakuwa ni watu wanaojiamini. Hawezi kumchezea. Ukiwa ni mtu ni mbabaishaji, unatishwa bwana. Unaweza kutishwa na mtu hata hastahili. Unaweza kukuta ni shehe wa mkoa anatishwa na katibu kata. Sisi ndio unakuwa unavurugwa tu kidogo. Siku nyingine unapewa nauli ya daladala. Shehe umekuja, akakuja kwa mguu. Basi bwana, tafuta daladala hapo, chukua. Mpige naye usoni, hapana kuchukua hela kwa hawa. Kama nataka kukupa hela, akupe mzigo wa maana. Au sio? Mzigo wa maana. Sio mambo ya hovyo ya kudhalilishana. Basi bwana, mimi ndio maneno yangu. Ndiko kama nilivyosikia, tunakwenda kwenye shughuli zingine. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا ونجنا من الهم والكرب العظيم. آمين. ومتعنا بنظر إلى وجهك الكريم. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.